Mmemuona mbunge wetu? Mmemuona mama yetu? Mama kipenzi, mama hana baya. Mama karibu sana uongee na wananchi hawa na wako tayari kukusikiliza. Karibu. Asante sana. CCM oye! CCM oye! Milola oye! Milola oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Mama Samia Suluhu Hassan safi! Dr. Mchimbi safi! Mheshimiwa Kimbroko safi! Sama Rashid Kikwete safi! CCM oye! Rutamba mpo! Milola mpo hapa! Kiwawa hamjambo! Unajua na hapa salamu hii kwa sababu tuko katika tarafa ya Milola. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Awali ya yote naomba nimshukuru Mungu. Baada ya kumshukuru Mungu, naomba nitumie fursa hii adhimu kwangu na hasa katika kipindi hiki. Hiki ni kipindi muhimu sana kwa ustawi wa taifa letu la Tanzania. Ni kipindi ambacho sasa hivi tunazungumzia ajenda moja. Na si ajenda nyingine bali ni ajenda ya uchaguzi katika taifa letu la Tanzania. Na uchaguzi huu ni kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Mapinduzi. Na kwa kuwa ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kila chama kimesimamisha wagombea. Na Chama cha Mapinduzi kimesimamisha wagombea katika makundi matatu: mgombea wa urais, mgombea wa ubunge na mgombea wa udiwani. Na bahati nzuri na bahati iliyokuwa njema, katika taifa letu tumemsimamisha rais, na si mwingine bali ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Na ni rais ambaye anajipambanua katika masuala mbalimbali ya maendeleo ya taifa lake la Tanzania, maendeleo ya Afrika Mashariki, maendeleo ya Afrika, na anafahamika kwamba yeye ni mpigania maendeleo wa nchi yake na dunia inamtambua kwa ujumla wake. Daktari Samia Suluhu Hassan. Daktari Samia Suluhu Hassan oye! Sasa kwa muktadha huo ndio maana hata chama kilimsimamisha kuwa mgombea pekee wa kiti cha urais 2025 2030. Na katika nafasi za ubunge nchi nzima imesimamisha wagombea, kama ambavyo katika mkoa wa Lindi tumesimamisha wagombea wote, na katika jimbo la Mchinga tumesimamisha mgombea mmoja, kwa sababu mbunge wa jimbo la Mchinga hana mpinzani, yuko mwenyewe pekee yake. CCM oye! Na katika kata 11 ambazo zinapatikana katika jimbo la Mchinga, kila kata tumemsimamisha mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Na katika kata hizo ni kata moja ambayo nayo imepitwa bila kupingwa, na si kata nyingine bali ni kata ya Matimba. Na hizi kata nyingine aidha kuna mmoja au kuna wawili, lakini hatuna mashaka, hatuna wasiwasi kwa kazi kubwa na nzuri ambazo Chama cha Mapinduzi imekifanya. CCM oye! Na tuna imani kubwa na Watanzania, tuna imani kubwa na wanamchinga. Itakapofika tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, Watanzania wote na wanamchinga wote watatoka kwenye nyumba zao, wataenda kwenye vituo vya kupiga kura au kupigia kura,
ili waweze kufanya maamuzi ya busara ya kuchagua maendeleo, kwani maendeleo yoyote katika nchi hii hayataletwa na chama kingine chochote zaidi ya Chama cha Mapinduzi. CCM oye! CCM oye! Na haya ninasema kwa ushahidi, na ushahidi unatokana na ilani ya chama chetu cha Mapinduzi. Na ilani ya chama chetu cha Mapinduzi ni agano baina ya CCM na Watanzania. Ni agano baina ya Chama cha Mapinduzi na Wanamchinga. Sisi tunaongozwa na ilani. Nini tutakifanya katika kipindi cha miaka mitano? Nini tumekifanya katika kipindi cha miaka mitano, na nini tutakifanya katika miaka mitano inayokuja? Naomba tega sikio kwa uchache nikuambie nini ambacho Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi tumefanya. CCM oye! CCM oye! Kama tunavyotambua na kama tunavyojua, kata ya Milola ni miongoni mwa kata 11 ambazo zinapatikana katika jimbo letu la Mchinga, ambalo jimbo la Mchinga lina tarafa 4, lina vijiji 47, lina vitongoji 236. Jimbo la Mchinga limenufaika na pesa nyingi sana za maendeleo, ambazo pesa hizi hazijawahi kupatikana tangia kuasisiwa kwa jimbo la Mchinga. Na pesa hizo ni kiasi cha bilioni 8 ambazo zimepatikana kwa miaka mitano, 2020-2025. Na wasimamizi wa pesa hizo, waletaji wa pesa hivyo ni Daktari Samia Suluhu Hassan, Salma Rashid Kikwete hatimaye alikuwa na mpelekea Kimbioko. Na Salma Rashid Kikwete alimpelekea Kimbioko bila kujali ya kwamba Kimbioko alitoka chama cha upinzani. Tulifanya uchaguzi, tulipofanya uchaguzi huku wakaja wapinzani, lakini tulikasema ya kwamba, mimi nikawa na falsafa ya kwamba uchaguzi tumemaliza, tunataka kuleta maendeleo katika Mchinga yetu. Kwa hiyo huku nilileta pesa nyingi kuliko eneo jingine lolote. CCM oye! Sasa baada ya kugundua hayo, Kimbioko akawiwa kurudi Chama cha Mapinduzi. Sikumbagua, sikumnyanyasa, sikumtenga. Niliamini ya kwamba chama cha upinzani hakiwezi kupata kura nyingi bila ya kupigiwa na wana CCM. CCM oye! Sasa yale niliyafanya wakati ule. Sasa hivi kwa kweli tutafanya mambo mengine zaidi ya yale. CCM oye! Kwa hiyo hizi bilioni 8 zilitumika katika maeneo yapi? Tulitumia katika maeneo makuu yafuatayo: miundombinu ya barabara, tulitumia katika elimu. Sina haja ya kuyasema, mwenye macho ambiwi tazama. Tunaposema miundombinu ya barabara, tumehakikisha hizi barabara zinapitika, lakini kikubwa zaidi tulihakikisha tunajenga daraja ambalo lilisimama takribani miongo zaidi ya 2, na si daraja lingine bali ni daraja la Milola. Kulikuwa hakuna mahusiano baina ya Milola, watu walikuwa hawapiti hapa kutoka Milola kwenda tarafa nyingine ya Nangaru na kufika tarafa ya Mchinga, halikadhalika kufika katika tarafa ya Mipingo. Lakini tulifanya jitihada ya dhati, hatimaye tukalifungua jimbo letu la Mchinga, na leo jimbo la Mchinga linafahamika kote ulimwenguni. CCM oye! Lakini kwa nini linafahamika kote ulimwenguni? Jimbo la Mchinga ni jimbo ambalo linaongozwa na Salma Rashid Kikwete. Salma Rashid Kikwete ni mke wa rais mstaafu awamu ya 4. CCM oye! Vile vile Salma Rashid Kikwete ni mwenyekiti wa taasisi ya wanawake na maendeleo, ambayo taasisi hiyo inasaidia watoto yatima na wanaotoka katika mazingira magumu. CCM oye! Ukitoka hapo tunakuja eneo jingine, eneo
Kwenye swala zima la elimu, tumefanikiwa kujenga shule mpya kabisa za msingi 2 katika vya Legeza Mwendo, mnaviona na mnavijua, na kule Uchemi. Na hii shule ya Uchemi iliyezuliwa kabisa na kimbunga, tukasimamisha pale shule mpya, na shule ile mtu akienda anasema shule hii iko Uchemi, hapa kuna shule nzuri kama hiyo. Ndiyo, iko Uchemi kwa sababu watu wanaishi, watu wanakaa kule, na elimu ni haki ya Mtanzania, elimu ni haki ya mtoto wa Rutamba wa Milola. CCM oye! CCM oye! Tumefanikisha ujenzi na ukarabati wa vyumba vya madarasa na matundu ya vyoo katika shule nyingine za msingi, hasa Milola A, Milola B na kule Ngwenya. Namba 3, tumefanikisha ujenzi na ukarabati wa vyumba vya madarasa, maabara, vyoo, mabweni katika shule ya sekondari ya Milola. Tukienda kwenye swala zima la afya, tunatambua uwepo wa changamoto katika sekta hii yetu ya afya katika kata yetu ya Milola, hasa kutokana na uhaba wa zahanati. Aidha, mbali na changamoto hizo, bado tumehakikisha au tumedhamiria kufanya yafuatayo. Tumeendelea kuboresha utoaji wa huduma katika zahanati yetu ya Milola kwa kuhakikisha upatikanaji wa vifaa tiba pamoja na dawa zake, kuongeza idadi ya watumishi. Kuhusu kilimo, tunatambua kuwa 90% au zaidi ya 90% ya wananchi wa Mchinga ni wakulima. Serikali imehakikisha inaendelea kuboresha sekta hii kwa kufanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, upatikanaji wa pembejeo za kilimo hasa kwenye zao letu la korosho. Tunajua na tunatambua ya kwamba korosho ndio dhahabu ya kusini. Korosho ndio siasa ya kusini. Korosho ndio kila kitu. Hatuna viwanda. Kiwanda chetu kikubwa kinategemea korosho. Wananchi walime, wakishalima wapate pesa, wakishapata pesa mambo mbalimbali, uchumi uweze kuingia katika mifuko yao. Kwa hiyo tendo la kuboresha zao la korosho na tendo la kufanya korosho ipande bei imeinua sana maisha, imeinua kwa kiasi kikubwa maisha ya watu hasa wa mikoa yetu hii ya kusini, ikiwa na maana Lindi, Mtwara pamoja na kule Ruvuma, pamoja kule wanategemea mazao mengine mbalimbali. Kuajiri kwa wataalamu, yani maafisa kilimo kwa ajili ya zao la korosho, kwa sababu ili korosho iendelee kushamiri ni lazima kuwe na wataalamu. Kusimamia maslahi ya wakulima kwa kuongeza bei ya mazao ya korosho pamoja na ufuta, bila kuachilia mbali zao la nafaka kama vile mbaazi, kwa sababu kabla hapo mbaazi ilishuka sana ikafikia mpaka kilo shilingi 100, kitu ambacho hakikuwa na tija katika maisha ya wakulima hawa na maisha ya wana Mchinga, maisha ya wana Milola. Lakini katoka pale, kutoka bei ya shilingi 100 ikapanda mpaka kufikia 2,800. Haya kwetu ni mapinduzi makubwa, maliasili na utalii. Tunatambua changamoto ya wanyama pori ambayo ni kilio kikubwa cha wakazi wa maeneo yetu haya na hasa hapa Milola. Tumefanikisha ujenzi wa kituo cha kisasa cha askari wa kuzuia wanyamapori kilichogharimu zaidi ya shilingi 83 milioni, kuongeza idadi ya askari na silaha, kutoa gari na pikipiki kwa askari wa wanyamapori ili kurahisisha kazi zao. Ingawa jitihada hizi zote zimefanyika, bado kiwango cha changamoto zinazotokana na wanyama hawa hazijafikia tamati, yani hazijafikia mwisho. Tutahakikisha tunaendelea kushirikiana na mamlaka husika kutafuta suluhisho la kudumu. Haya kule naomba kidogo taarifa. Na mafanikio haya ni kupunguza kwa ujangili kwa 90%. Sasa mimi nataka nianzie hapo katika kupunguza ujangili kwa 90%. Kweli nakubaliana nao, ujangili umepungua kwa 90%. Kupungua kwa ujangili kwa 90% ndio kumeweza kuleta madhara. Tembo
mazao. Tembo hao kama hawajavunja nyumba, tembo hao kama hawajaribu miundombinu ya barabara, si tembo. Kwa hiyo tunachotaka hawa tembo watengenezewe mazingira ya kimkakati. Tunajua tembo wana manufaa. Tembo wanasaidia watalii wanapoingia kutafuta tembo alipo, pesa za kigeni zinaingia. Lakini pamoja na kuingia pesa za kigeni, madhara tunayopata kama wananchi ni makubwa. Akikanyaga mazao, watu watapewa fidia aidha ya chakula na vitu vingine. Chakula kitatolewa, lakini mtu huyo anapouawa, compensation yake ni kitu gani? Uhai, hakuna kitu kingine. Kwa hiyo hili ni lazima tuliangalie kwa umakini. Sasa nataka nizungumzie tu kwenye jimbo langu la Mchinga. Jimbo la Mchinga hili lina shida kubwa sana ya tembo. Tembo ni wengi, kila kukicha unapata adha ya tembo. Ukienda kata ya Kiwawa, tembo ndio wanapolala. Ukienda kata ya Milola, usiseme. Ukienda Rutamba, tembo wamejaa. Ukienda Nagaru, kutwa hii watu wanahangaika na tembo. Lakini tembo hao tunaambiwa watu walime mazao ya chakula na biashara. Sasa kama tembo huyo akija kwenye eneo, kazi yake kubwa ni kutingisha aidha ni korosho au ni nazi, mtu ataweza kulima? Na tembo anatingisha nazi. Nazi zikianguka, kazi yake utembo kula hizo nazi, anakula nazi. Kwa hiyo matokeo yake hakuna mashamba. Hata kwenye mazingira yale ambayo wanalima mazao ya kawaida ya bustani, akija kwenye shamba bustani ya tikiti maji, matikiti maji yale yote yanaliwa, hakuna hata moja pale ndani. Hao ndio nini hao? Tembo hao. Kwa hiyo upande ule wakati kule kuna njaa, Mheshimiwa Spika, kwa ajili ya hawa wanyama tembo hawa. Tembo si rafiki. Tena ilifikia hatua tulipokwenda kule Mchinga, wanasema sasa tuambieni sisi binadamu na tembo, nyinyi mnamtaka nani? Basi kama mnamtaka tembo, nendeni kachagueni tembo, sisi hatutaki. Hapo nikiwa bungeni nazungumzia kadhia ya wanyama hawa. Na ndio maana baada ya hapo ya kulalamika, ndipo iki kituo tukajengewa, askari wakaongezwa na silaha zikaongezwa, na sio wote walipata haya manufaa. Ni katika jimbo la Mchinga, katika kata ya Milola, ndipo tulijengewa hicho kituo cha wanyamapori. Kwa hiyo pamoja na hayo, na mimi ninahangaika, adha yenu ni adha yangu, adha yenu ni adha yangu. Kwa hiyo ninahangaika kweli kuyasemea haya ili kutatua changamoto za watu walionipa dhamana nikawasemee kule bungeni. Poleni sana, na tutazidi kuhangaika na adha hizi. CCM oye! CCM oye! Umeme na mawasiliano. Kiasi kikubwa tumefanikisha kufanya maboresho katika eneo hili la huduma ya nishati ya umeme na mawasiliano. Tumehakikisha vijiji vyote vilivyosalia vinapata umeme kama ilivyosema. Jimbo la Mchinga lina vijiji 47. Sasa hivi vijiji vyote, hakuna kijiji hata kimoja ambacho hakijafikiwa na umeme. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu na kuishukuru serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumefanikisha kufikisha umeme katika vitongoji, na hata vile ambavyo bado havijawasha, mkandarasi yupo kazini, anaendelea na kazi. Nani kama CCM? Namba 3, tumeboresha huduma za mawasiliano ya simu katika vijiji
kwa kuongeza kasi ya mtandao wa Airtel kuhusiana na swala la maji. Kwa kiasi kikubwa tumehakikisha huduma ya maji inapatikana katika maeneo mengi ya kata ya Milola. Tumeendelea kusimamia ukarabati na uboreshaji wa mtandao wa maji wa Ninu kutoka Mputo kuelekea Kinyope. Serikali imetumia zaidi ya shilingi milioni 470 kushughulikia mradi huu ambao ni mradi mkubwa. Aidha, tumeboresha mtandao wa maji katika chanzo cha Namtamba. Tumefanikisha kuchimba kisima katika kijiji hiki cha Ruchemi chenye thamani ya shilingi milioni 65 ambayo kule CCM oye. Mikakati kuelekea 2025 2030, yani nini tutakacho kifanya. Moja, kusimamia ujenzi wa barabara kilomita 4 kwa kiwango cha lami na uwekaji wa taa katika eneo la Milola. Mkandarasi yupo kazini. Tutaendelea kuiomba serikali tupate mradi wa kituo cha afya katika kata ya Milola, na hili nimelipigania sana na nimelisema sana, kwa sababu kata ya Milola, kwanza kata ya Milola si kata tu bali ni tarafa, ambayo tarafa hii ina kata 3, na tarafa hii ina idadi kubwa ya watu, na hasa hapa katika kata ya Milola watu ni wengi sana na wanayo haki ya kupata kituo cha afya. Kwa hiyo hili nalo tutaenda kupambania mpaka tupate. Pamoja nimepambana nalo sana, lakini katika kipindi cha 2025 2030 inshallah biidhnillah huenda tukapata kituo cha afya 3. Aidha, tutaendelea kuhimiza ujenzi wa zahanati katika vijiji vilivyosalia, hii kupunguza changamoto ya wagonjwa kutembea umbali mrefu kutafuta huduma ya afya. Tutahakikisha tunasimamia vema suala zima la michezo kwa kila kata. CCM oye! CCM oye! Vile vile tutasimamia suala la mikopo, na hii mikopo tunataka lazima ni haki kwa sababu mikopo ipo na mikopo inatoa. Serikali imetenga budget kwa vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum. Lazima ifikie hatua kuwe na msawazo ambao yule akipata 5 na wewe upate 5, sio yule anapata 5 wewe unapata 1. Hiyo haiwezekani, kwa sababu jimbo la Mchinga ni kama majimbo yote yaliyopo katika taifa hili la Tanzania, ambalo taifa letu lina majimbo 272. Kati ya majimbo 272, jimbo la Mchinga nalo lina haki sawa sawa na majimbo yote yaliyo katika taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo nayo lazima tutasimamia hiyo haki. Kama kule wamepata 50 na sisi tupate 50. Kama wamepata 20 na sisi tupate 20, ili wote tuende sambamba, kwa sababu na sisi tunachangia uchumi wa taifa la Tanzania kwa mazao yetu ya korosho pamoja na mazao ya ufuta. CCM oye! Tutaendelea kuiomba serikali pindi Mheshimiwa Rais atakaporidhia ili tuweze kupata na sisi halmashauri yetu, na tukipata halmashauri yetu tutajitegemea sisi wenyewe, hatutamtegemea mtu mwingine. CCM oye! Sambamba na hilo hapa ni ilani, lakini ilani ni ilani ambayo imedadavuliwa kutoka kwenye ilani hii kubwa. Ilani hii kubwa ndio inazungumzia mambo ya nchi nzima. Sasa hii inazungumzia mambo ya majimbo 8 katika mkoa wa Lindi, ikiwemo jimbo la Mchinga. Sasa kwenye ilani hii tumeambiwa ya kwamba kutakuwa na ujenzi wa soko la mboga Milola. Kutakuwa na ujenzi wa soko la mboga hapa wapi? Milola.
Alafu jambo jingine, tutakuwa na ujenzi, tutakuwa na Milola umaliziaje wa vyumba viwili vya madarasa na matundu 6 ya vyoo shule ya msingi Milola yapo humu. Haya ninayosomea ni hapa tu, lakini kuna maeneo mengine vile. CCM oye! CCM oye! Sasa haya ndio maana leo tunakuja kuomba ridhaa tena, ili tuyafanye yale ambayo yamesalia na tuyafanye mengine ambayo yanatokana na ilani hii, na hata yale ambayo hayapo kwenye ilani, kama tutatambua hayo ni mambo ya msingi ambayo labda mimi au ninyi mmeaibua, tutaweza kuyasimamia. Na ndio maana tunaomba ridhaa kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, tunaomba ridhaa kwa Salma Rashid Kikwete, tunaomba ridhaa kwa Hussein Kimbyoko, ili mtupigie tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025, mtupigie kura ya ndio, ili tuendelee kushika dola na sisi tuwe wawakilishi wenu. CCM oye! CCM oye! CCM oye! Milola oye! Kwa hiyo wakina mama, wakina baba, vijana wote wenye umri stahiki wa kupiga kura, na hata wale wananchi ambao si wana CCM, kwa maendeleo ya taifa hili chagua Samia Suluhu Hassan. Hata wale ambao si wana CCM, kwa maendeleo ya jimbo la Mchinga chagua Salma Rashid Kikwete. Kwa wale ambao hata si wana CCM, kwa maendeleo ya Milola chagua Hussein Kimbyoko. Naomba kura zenu zote za ndio. Naomba kura zenu zote za ndio. Naomba kura zenu zote za ndio. Wangapi watatupa kura zote za ndio? Mikono juu, mikono. Nyapo mtaki maendeleo, mnataka mbaki hivi hapa CCM oye! CCM oye! CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kwenye ukweli uongo unajitenga. Kwenye ukweli uongo unafanya nini? Tunazungumzia mambo ya msingi katika Milola yetu, katika taifa letu la Tanzania. Wewe mwenyewe ndiye unayejua, kwa sababu wakati wa kupiga kura hufuatani na mimi, ni wewe na Mola wako. Kwa maendeleo ya Mchinga yetu, na tusipoweza kuiendeleza sasa Mchinga mbele ya safari, tunaweza tukaendelea sana. CCM oye! CCM oye! CCM oye! Baada ya kusema hayo, ninawashukuru sana kwa kura zote za ndio, kwa mkutano mkubwa sana. Mwenyezi Mungu awabariki, atufikishe tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Milola safi! Mmemsikia mgombea wetu? Mmemsikia vya kutosha? Mmemuelewa? Ni wajibu wetu kuhakikisha tarehe 29 tunakipa ushindi chama chetu cha Mapinduzi, ili maendeleo yaweze kuendelea. Mmenipata hapo Tunawashukuru sana ndugu zetu mliotoka nje eneo hili kuja kutunga mkono hapa. Mwenyezi Mungu awatangulie katika safari yenu. Asante sana.